Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo leo ningependa kuzungumzia kuhusu hukumu, na hukumu ambayo nazungumzia ni hukumu ambayo inakuja. Kwa hivyo ni hukumu inakuja. Tunapozungumzia kuhusu swala la hukumu, watu wanaelewa hukumu maana yake ni nini. Hukumu ni hatua ambayo huchukuliwa kwa mtu ambaye amefanya makosa kupeana haki kwa yule aliyekosewa. Kwa hivyo wakati mtu anapohukumiwa huwa anapewa haki. Ndio sababu naona watu wanapodhulumiwa mahali, wanapoenda mahakamani ama katika sheria, huwa wanasema kwamba wanatafuta haki yao. Na haki ambayo wanataka, haki ile wanaipata kutoka katika hukumu. Na hii ndio sababu unaona watoto wa mtumishi wa Mungu Nabii Samueli, wakati walisimama kama majaji, walifika mahali wakakosa kusimama kwenye hukumu kama inavyowezekana. Lakini wao walikuwa wakibadilisha hukumu. Wakati mtu anamdhulumu mwenzake, akija akiwaonga pesa, wanapindua ile hukumu. Kwa hiyo haki ya watu ikawa haipatikani. Ndiposa watu wakalia wakasema, kama ni hivi, sasa afadhali tusikue na hawa majaji, bado tukaweza kuwa na mfalme. Shida ilianzia mahali pale. Kwa hivyo leo naenda kuzungumzia kuhusu hukumu ambayo inakuja. Na hukumu hii ni ya Mungu kwa wanadamu ambao wamemwasi Bwana. Fungua nami kitabu cha Sefania mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Biblia inasema hivi: Neno la Bwana lililomjia Sefania mwana wa Kushi, mwana wa Gedalia, mwana wa Amaria, mwana wa Hezekia, katika siku za Yosia mwana wa Amoni, mfalme wa Yuda. Nitavikomesha kabisa vitu vyote, visionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Nitamkomesha mwanadamu na mnyama, nitakomesha ndege wa angani na samaki wa baharini, na hayo makwazo pamoja na wabaya. Nami nitamkatilia mbali mwanadamu, asionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Nami nitaunyosha mkono wangu juu ya Yuda na juu ya watu wote wakaao Yerusalemu. Nami nitakatilia mbali mabaki ya Baali, yasionekane mahali hapa, na hilo jina la Wakemari pamoja na makuhani na wale walisujudiao jeshi la mbinguni juu ya dari za nyumba, na hao waabuduo waapao kwa Bwana na kuapa pia kwa Malkamu, na hao waliorudi nyuma na kuacha kumfuata Bwana, na hao wasiomtafuta Bwana wala kumuulizia. Hapa tunapata habari ambazo zimenakiliwa na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni nabii, naye alikuwa si mwingine bali ni Sefania. Sefania, maana ya jina hili inamaanisha kwamba Mungu huficha. Yeye alikuwa ni kilembwe cha mfalme wa Yuda mzuri sana ambaye alikuwa anaitwa Hezekia. Tunaposoma habari za Hezekia katika Biblia, tunaona mfano mzuri wa mfalme ambaye alikuwa ni mcha Mungu na alihakikisha siku zote anafanya mambo ambayo yanampendeza Bwana. Siku moja akaugua, na katika hali ya kuugua kwake akamtafuta Bwana ili Mungu akaweze kumponya. Lakini Bwana akamtuma mtumishi wake Isaya nabii kwamba nenda kwa nyumba ya mfalme Hezekia ukaongea na yeye na ukamwambia kwamba atengeneze mambo ya nyumba yake, manake ule ugonjwa ambao umemshika, huu ugonjwa hataweza kupona bali atakufa. Isaya akaja kwake na akamwelezea mfalme, na alipotoka tu hivi, Biblia inasema kwamba mfalme aligeukia ukuta na akamwomba Mungu na akamlilia machozi mengi sana. Baadaye sasa Mungu akasikia kilio chake na akamwambia Isaya kabla hajatoka kwenye mji kwamba rudi tena katika nyumba ya Hezekia, umwambia kwamba nimesikia kilio chake na machozi yake nimeyasikia, kwa hivyo nitamponya
baada ya siku 3 atarudi katika nyumba yangu na nitamzidishia miaka 15. Kwa hiyo Sefania huyu ambao tunamsoma, tunaona anafuatiliwa mahali alikotoka, na ndiye anapatikana ya kwamba ni kilembwe cha mfalme Hezekia. Kwa hiyo ni mtu ambaye alizaliwa kutokana na uzao wa kifalme, na vile vile tunaona ya kwamba yeye alikuwa ni nabii na alikuwa akitabiri katika utawala ama ufalme wa Yuda. Wakati ule akitabiri, kulikuwa na nabii mwingine ambaye alikuwa anaitwa Yeremia. Pia wakati ule alikuwa ni nabii wa Yuda. Kwa hiyo walikuwa wakitabiri kwa pamoja. Yeye anatabiri huku, yeye anatabiri huku. Mungu anamtuma huyu, Mungu anamtuma huyu pia. Ujumbe za Mungu zilikuwa zinakuja kutoka hawa manabii wawili, kwa Yeremia na kwa huyu Sefania. Unaposoma katika Biblia unaona kuna manabii ambao walitabiri kabla Yuda na Israeli hawajaingia katika uhamisho. Sasa hapo tunaona Yuda alikuwa anataka kupelekwa kwenye uhamisho katika nchi ile ya Babeli. Kwa hiyo kuna manabii ambao walitoa unabii huku nyuma wengi sana kuhusu Yuda kutwaliwa na mfalme Nebukadnezar na kupelekwa katika nchi ya Babeli kwa sababu ya uasi wao kumwacha Bwana. Kwa hiyo katika hawa manabii naona Sefania huyu ndio nabii wa mwisho kabisa ambaye alitabiri kutwaliwa kwa Yuda kupelekwa katika nchi ya uhamisho ambayo ni ya Babeli. Baada ya hapo Yuda alitwaliwa. Kwa miaka 70 Yuda alikaa katika nchi ya Babeli katika hali ya uhamisho. Mungu naye ni mwema. Wakati walikuwa katika Babeli, Mungu hakuwaacha bali aliwainulia manabii wengine ambao walikuwa wanawatabiria, akiwemo Ezekieli na Danieli. Hawa ni manabii ambao Mungu alioweka wafanye kazi ya kuzungumuza kwa niaba yake wakiwa katika ile nchi ya uhamisho ambayo ni ya Babeli. Na baadaye miaka 70 ilipoisha, Mungu akawatoa kule akawarejesha katika nchi yao. Tena pale pale akawainulia manabii wengine ambao alizungumza nao wakiwa sasa wamerudi nyumbani baada ya kumaliza miaka 70 ya uhamisho. Nao sio wengine bali hawa manabii watatu wa mwisho ambao tunaona katika Biblia. Wa kwanza akiwa ni Hagai, wa pili akiwa ni Zakaria, na watatu akiwa ni Malaki. Kwa hawa ni manabii ambao Mungu aliwaandaa akawatengeneza na akaweka katika taifa la Yuda wakati walikuwa wamerudi nyumbani. Na ndio sababu unaona kutoka Hagai kuja Zakaria unakuja Malaki ambaye ni nabii wa mwisho katika Agano la Kale. Baada ya hapo historia inasema kwamba kulikuja miaka 400 ya unyamavu ambao Mungu hakuweza kuongea na watu kupitia kwa nabii yeyote mpaka Yohana Mbatizaji alipokuja kuandaa njia kwa ajili ya Yesu Kristo. Kwa unaposoma hapa tunaona kitabu hiki cha Sefania, huyu nabii anasema ya kwamba neno la Bwana lilimjia. Kwa haya maneno ambayo anayazungumza sio maneno yake, bali ni neno la Bwana ndio lililomjia. Hili neno ukisoma mstari wa 2 na wa 3 inazungumzia kuhusu hukumu ambayo Bwana alikuwa ameiandaa. Katika mstari wa 2 na wa 3 inazungumzia kuhusu hukumu ambayo Mungu alikuwa ameiandaa kwa watu wote na kwa viumbe vyote. Maana anasema ya kwamba nitavikomesha kabisa vitu vyote visionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Kwa hapa anasema kwamba atakomesha vitu vyote visionekane juu ya uso wa nchi. Katika mstari wa 3 anasema kwamba nitamkomesha mwanadamu na mnyama, nitakomesha ndege wa angani na samaki wa baharini na hayo makwazo pamoja na wabaya, nami nitamkatilia mbali mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Sasa Mungu amekasirika na kuna maasi ambao wanadamu wameyafanya ulimwenguni mzima. Wamemwacha yeye, wanaabudu miungu mingine. Kwa sababu hiyo sasa Bwana ameamua na anatangaza hukumu ya kwamba anaenda kufutilia mbali kabisa vitu vyote ambavyo aliviumba.
kwa ujumla. Anasema kwamba hata wanyama anaenda kuondoa, hata ndege wa angani anaenda kuondoa, hata samaki baharini anaenda kuondoa, anaenda kuwakomesha wote, anaenda kukomesha vitu vyote ambavyo ameviumba. Alafu anasema kwamba hata mwanadamu, sema hapa, hata mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Kwa hivyo hii ni tahadhari ya hukumu ambayo Sefania nabii anaipeana, na anapeana akiwa Yuda, kwa watu wa Yuda wasikie kile ambacho Bwana amepanga kukifanya. Habari ya kukomesha tunaiona inapatikana sehemu kadha wa kadha katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha Mathayo na katika Petro pia inapatikana. Wakati watu wanamuasi Mungu, wanamkataa Mungu, Mungu akijaribu kuongea nao awaregeshe na wataki kuregea, kitu ambacho Mungu anafanya huwa anaachilia hukumu, na hukumu yenyewe ni ya ghadhabu. Hawapaki mafuta, analeta hukumu ambayo itawapatia machungu, na makusudi na madhumuni yake ni kwamba sio waangamie, bali wamrudie kama wanaweza kumrudia. Hivi kama watakataa, wataangamia tu. Angalia wakati wa gharika. Soma kitabu cha Mwanzo, aje tuangalie Mwanzo pale. Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 7. Tuone vile Mungu alikuwa. Mwanzo mlango wa 6, tuangalie mstari wa 7. Umepata? Inasema hivi: Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana nakairi ya kwamba nimewafanya. So unaona, dhambi ya mwanadamu imesababisha mpaka Mungu anataka kuangamiza uumbaji wake wote. Yaani hata na wanyama na ndege ambao hawakufanya dhambi waenda kuangamia kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Tuangalie mlango wa 7 mstari wa 23. Inasema hivi: kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani, vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye. So unaona, wakati watu wanamuasi Mungu, wakati watu wanaenda kinyume na mapenzi ya Bwana, wanapomwacha Bwana, Mungu huwa hacheki nao, anawaambia kwa upole warudi. Na kama hawarudi, basi inafika wakati ambapo Bwana anaamua kuwaadhibu, na adhabu ambayo analeta huwa ni ya kuangamiza, na sio kuangamiza wapotelee mbali, lakini kuangamiza tu kwa kurekebisha. Lakini unapoangalia wakati wa Nuhu, walipotelea mbali kwa sababu Mungu alikuwa anataka kufagilia kile kizazi chote, ainue Nuhu, aanze kizazi kipya ambacho yamkini huenda baadhi yao wakamsikiza yeye. Yesu Kristo alipokuwa anahubiri kuhusu ufalme wa Mungu, manake Yesu akitoka pale kubatizwa na Yohana Mbatizaji, alipoanza kuhubiri kwa mara ya kwanza, aliambia watu kwamba watubu, wamgeukie Mungu kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Yale ambayo Yohana Mbatizaji alikuwa anayaongelea. Lakini kuna watu ambao wana vichwa ngumu, ambao hawasikii. Hata wakiambiwa watubu, wao wataki kutubu. Mungu hana shida na mtu ambaye amefanya dhambi. Lakini tatizo ama shida ambayo Mungu anakuwa nayo ni kwamba wakati unapofanya dhambi na anapokuonyesha kama umefanya dhambi, anakuambia kwamba umrudie yeye, utubie dhambi, uachane hiyo dhambi na ukamrudie. Ukishatubu, ukiachana hiyo dhambi, ukimrudia, unakuwa rafiki yake, hana shida na wewe. Lakini wakati ambapo unakaidi, anakuambia kwamba uache dhambi, wewe ndio unaendelea kuongeza dhambi. Anakuonya kwamba nitakuadhibu, wewe unadharau. Mwishowe Mungu anakuadhibu na unajilaumu wewe mwenyewe. Yesu alizungumzia kuhusu ufalme wa Mungu na akasema ya kwamba watu wa Mungu kote waliko wanafaa watubu, wakamgeukia Mungu. Wengine walikubali, wengine wakakataa. Lakini kuna jambo ambalo Yesu alisema litafanyika kwa wale ambao wamekataa
kumwamini Bwana, wamekataa kumrudia Bwana. Katika Mathayo 13 mstari wa 41 na 42. Mathayo, tuangalie Mathayo 13, Mathayo mlango wa 13 mstari wa 41 na 42. Biblia inasema hivi: Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Hawa ni watu ambao ni waasi, wameonywa na Mungu na wamekataa kurekebika. Wameitwa na Bwana, wamekataa kuja. Wao wanaendelea kukaa katika hali ya uasi. Kwa hivyo kitu ambacho kiko ni kwamba mwanzo, wakati wa Nuhu, Mungu aliadhibu ulimwengu gharika, lakini sasa ametengeneza moto, tanuru ya moto zaidi ya ile ya mfalme Nebukadneza, ambao wanadamu watatupa pale, wale waasi. Na Yesu anasema kile kitu ambacho watafanya pale, kutakuwa na kilio na kusaga meno. Pia kutakuwa na kiu. Kuna watu wanapenda kusema ya kwamba nikienda jehanamu kule nitakutana na marafiki zangu, tutakuwa tunacheza disco kule, tutakuwa tunakunywa pombe kule, tutakuwa tunafurahi, tutakuwa tunafanya anasa kule. Lakini maandiko yanasema tu vizuri ya kwamba kule, kile ambacho kiko jehanamu ni tanuru ya moto unaowaka na hauzimiki, na ni wa milele. Sababu Mungu ni wa milele. Kwa hiyo wewe utakapotupa pale ndani ya ile tanuru, kitu ambacho utakisikia ni uchungu mwingi ambao hauna kikomo, kilio na kusaga meno. Hakuna usiku wala hakuna mchana, na wala hakuna mwisho wa yale mateso. Kwa hivyo wapenda, hata kama utakosa mambo yote, usikose uzima wa milele. Yesu akasema kwamba itamfaidi mtu kitu gani akiupata ulimwengu wote na kisha akaweza kupoteza nafsi yake, ingie motoni milele. Sema afadhali hata ukose vyote, hata ukose viungo vyako, uingie mbinguni, kuliko kuweka vyote na utupe katika jehanamu ambayo ni ya milele. Kwa hiyo pale kutakuwa na kilio na kutakuwa na kusaga meno. Kwa hiyo Petro pia alizungumzia kuhusu haya mambo. Tuangalie waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro mlango ni wa 3. Waraka wa pili wa Petro mlango ni wa 3, kifungu ni cha 3 hadi cha 7. Biblia inasema hivi: waraka wa pili wa Petro mlango ni wa 3, kifungu ni cha 3 hadi cha 7. Biblia inasema hivi: mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, waufuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana kufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji, na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Sasa kuna watu ambao Petro anawazungumzia, wakisikia habari za kuja kwa Kristo, wakisikia habari za mwisho wa dunia, wanasema kwamba kitu kama hii hakuna. Baba zetu walikufa kitambo, mababu zetu tukiambiwa mambo kama haya hawakuiona. Sisi wenyewe tulikuwa vijana mpaka tumezeeka hatujaiona. Hiyo kitu kama hiyo ni story tu, hakuna mambo kama hayo. Kuna kiama ama kuna siku ya mwisho. Wakati mtu anakufa, hiyo ndio siku yake ya mwisho. Hawaamini.
Sasa mtumishi wa Mungu Petro anasema kwamba hawa watu wasioamini hawa wamewekewa akiba, na akiba ambayo wamewekewa ni akiba ambayo ni ya moto. Kwa hiyo unaona, hii ni hukumu ambayo Mungu ameiweka kwa ajili ya watu wote ulimwenguni kote, wale ambao wamemuasi na wamekataa kumrudia. Kwa hivyo haya ndiyo mambo ambayo tunayaona hapa katika kitabu cha Sefania, huu mlango wa kwanza. Turudi pale katika Sefania tena, maana hapo ndiko niko. Turudi pale katika Sefania, hatujaondoka. Sasa naona kwamba katika mlango wa kwanza wa Sefania, mstari wa 2 na wa 3 inazungumzia kuhusu hukumu ya Mungu juu ya viumbe vyote, kwamba atavikomesha, na vyote hivi atavikomesha ni kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Sasa basi, ukiingia katika mstari wa 4, Mungu sasa analenga mahali. Sasa anasema kwamba anaenda kuunyosha mkono wake juu ya Yuda, na huu mkono ambao anaenda kuunyosha juu ya Yuda ambao taifa lake ni mkono wa ghadhabu. Anaenda kuadhibu Yuda. Kwa nini anaadhibu Yuda? Hebu tuangalie mstari wa 4. Anasema, nami nitaunyosha mkono wangu juu ya Yuda na juu ya watu wote wakaao Yerusalemu, nami nitayakatalia mbali mabaki ya Baali, yasionekane mahali hapa. Na sasa jambo la kwanza ambalo linafanya Mungu anataka kunyosha mkono wake juu ya Yuda ni kwamba katika Yuda wamekuwa na ibada ya Mungu, lakini kuna wakati walianza kuabudu miungu za Baali, wale miungu ambao mfalme Ahabu aliweka katika Israeli. Hiyo ibada ikasambaa ikaingia mpaka Yuda. Kwa hivyo wakati ambapo kuna wafalme ambao walikuwa wazuri, walipokuwa wanaleta hii vuguvugu la mageuzi, walikuwa wanatoa mabaali, wanabomoa manyumba zao na mahekalu yao, lakini kuna watu ambao walikuwa na hepa wanapona. Sasa Bwana akiangalia katika Yuda kuna mabaki ya watu ambao wanaabudu Baali, ingawa sio wengi, lakini walikuwa wako pale. Sasa kwa sababu hiyo Mungu anasema kwamba kwa sababu ya kundi la watu ambao wako katika Yuda wanaabudu mabaali, Bwana mkono wake uko juu ya Yuda. Pili, anasema ya kwamba kuna jina la Wamekemari pamoja na makuhani. Makemari ni wale watu miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa kule, pamoja na makuhani ambao walikuwa wanafanya kazi. Bwana akiangalia ile miungu bado yuko. Makuhani ambao wanafanya kazi ndani ya zile nyumba za ile miungu pia wapo katika Yuda. Kwa sababu hiyo ya kundi la pili, mkono wa Bwana ukawa bado utakuwa juu ya Yuda. Twende mstari wa 5. Nasema ya kwamba na wale walisujudiao jeshi la mbinguni juu ya dari za nyumba. Kwamba kundi la tatu katika Yuda ni kwamba kuna watu ambao walikuwa wanalisujudia jeshi la mbinguni na kuliabudu. Yaani watu ambao wanaabudu jua. Mungu jua ndio Mungu wao. Wakati anapokuwa kuna mahitaji, jua likiwaka hivi, anapiga magoti, anaangalia mahali jua liko, anaambia jua, Mungu wangu, jua nisaidie. Shida zake zote, mahitaji yake yote anapeana mahali pale. Kama kumekuwa na shida ya kiangazi, labda kimekuwa ikali, anasema Mungu jua usituangamize, bali punguza makali yako, achia mvua ishuke. Na kuna wengine pia hawakuwa wanaabudu jua, bali walikuwa wanaabudu mwezi. Wakati mwezi unapotoka tu, hapo ndio ibada yao wanaifanya, kwa sababu hapo ndio Mungu wao yuko. Kwa hiyo wanapoabudu, wanaabudu wakiangalia juu. Wakati wa usiku anapotaka kuomba, anatoka nje juu ya dari ya nyumba yake, anaangalia mwezi mahali ambapo umewaka, anapiga magoti, anaanza kuomba, anasema Mungu wangu mwezi nisaidie. Maana yake niko na shida hii na shida hii na shida hii. Maombi yake yote, mahitaji yake yote na ibada yake yote anaibwaga mbele ya Mungu wake ambao ni mwezi. Alafu kuna wengine walikuwa naabudu nyota. Sasa wale ndio hawana kazi ngumu. Maana nyota ziko tu kila wakati. Ifika tu usiku akitoka kuomba, yaada kuabudu, anatoka nje anaangalia juu ya anga.
Anapoona nyota zile zote, hizo ndio miungu yake. Anaposema nyota miungu zangu nisaidieni, niko na shida hii na shida hii na shida hii, na anaabudu na anasujudia. Kwa hiyo kwa sababu ya makundi ya hawa watu, ghadhabu ya Mungu ilikuwa inashuka juu ya Yuda. Ndio tunaona katika mstari wa 5, ghadhabu ya Mungu ilikuwa inashuka juu ya taifa hili la Yuda. Na sio wao tu, bali kuna kundi nyingine la watu ambao walikuwa wanamwabudu Mungu. Lakini sasa wao walikuwa wanamwabudu Mungu na roho ambayo imegawanyika. Yaani sehemu moja wanamwabudu Mungu ya roho yao, na sehemu nyingine wao katika mambo ya dunia na mambo ya miungu. Tukisoma katika mstari wa 6 inasema, mstari wa 5 inasema, na wale walisujudiao jeshi la mbinguni juu ya dari za nyumba, na hao waabuduo waapao kwa Bwana na kuwapa pia kwa Malkamu. Unaona sasa? Kuna kundi la watu ambao walikuwa wameamua kumwabudu Mungu pale pale katika Yuda. Lakini sasa wao wanamwabudu Mungu na wanaapa kwa Mungu kwa sehemu, alafu mioyo yao hiyo pia imegawanyika mara mbili. Sehemu nyingine wanaabudu Mungu ambaye alikuwa anaitwa Malkamu, na wanaapa kwa ile Mungu. Kwa hiyo hawa ni watu kama kanisa la Laodikia ambalo lina uvuguvugu. Hawako upande wa mashinani kabisa kabisa, na hawako upande wa Mungu kabisa kabisa. Wao katikati. Wanamwabudu Mungu wa ukweli, na tena wakitoka tu pale tena wanaabudu miungu, wanaabudu mambo ambayo pia ni kinyume cha mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa ibada wako lakini nusu. Nje ya ibada pia wako lakini wako nusu. Watu kama hao ndio wale watu ambao wanaona Jumapili wanaenda kanisani, lakini mioyo yao imegawanyika. Akitoka tu kanisani tu pop anaingia kwenye anasa zake kama kawaida. Ndio hawa makundi ya watu ambao walikuwa katika Yuda. Hawezi kumwabudu Mungu na kaendelea na ibada. Ibada yake ni Jumapili. Akishatoka katika mlango wa kanisa anaendelea na mambo ya ibada. Kule nje anafanya mambo ya ulimwenguni. Ikifika Jumapili tena anakuwa ni Mkristo. Wakati wa ushirika anatakasika wakati ule ule. Ushirika ukiisha anakuwa tena ni yule yule tu. Habadiliki. Kwa hiyo hao watu ambao walikuwa na mioyo ambayo imegawanyika pia walisababisha Mungu anasema kwamba ananyosha mkono wake juu ya Yuda. Manake Bwana alisema kwa kanisa la Laodikia kwamba lina uvuguvugu. Na kaliambia heri ungekuwa moto ama ungekuwa baridi. Na kwa sababu wewe una uvuguvugu nitakutema nje. Kwa hiyo mtu ambaye anaabudu Mungu na moyo nusu hawezi kuwa upande wa Mungu, tena uko upande wa shetani. Yule Mungu anamhesabu hayuko upande wake. Kwa hiyo wakati Mungu anapomuona anamwambia arudi, aachane na mambo ya ulimwengu na mambo ya shetani, abaki kwa ibada kwake. Lakini wakati anapokaidi, Bwana anamalizana na huyu mtu na anamuondoa kabisa. Kama Bwana atajaribu kumuonya na huyu mtu haonyeki, basi Bwana ataweza kumshughulikia huyo mtu. Tuangalie tena kuna kundi lingine hapa mbele. Katika mstari wa 6. Na hao waliorudi nyuma na kuacha kumfuata Bwana. Sasa unaona kuna kundi lingine ambalo linafanya mkono wa Bwana unashuka kwa Yuda. Kuna watu ambao walikuwa wanatembea na Mungu. Alafu sasa wamefika mahali wamemwacha Mungu na wamerudi nyuma, wameachana na Mungu sasa. Alikuwa ni mtu mzuri. Alikuwa ni mtu ambaye anaenda kanisa. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa naomba. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anasoma maandiko, anafuata maandiko, lakini akafika mahali akachoka. Akaachana na Mungu. Akawa kama wale watu wa Malaki wakati walikuwa nasema wakati wa Malaki ya kwamba tumepata faida gani wa kumtumikia Mungu? Hatuoni faida yote. Wale ambao hawamtumikii Mungu ndio wananawiri, ndio wanafanikiwa, ndio wanaishi vizuri. Kwa hiyo kutumikia Mungu kwetu ni hasara wala sio kwa faida. Sasa ukiona mtu yeyote ambaye anamtumikia Mungu, alafu anafika mahali anaacha utumishi kwa Mungu, sio jambo lingine, ameona kwa Mungu ni hasara, hakuna faida ambayo anapata. Anaanza kuhesabia sadaka ambazo ametoa, hajapata kubarikiwa. Anakuhesabia vile amejikakamua akifanya kazi ya hekaluni, akisaidia watu na mwishowe haoni chochote. Kwa hiyo anaamua kuachana na Mungu kwa sababu haoni faida ya utumishi kwa Mungu. Kwa hiyo kuna watu kama hao ambao walikuwa wakitembea na Bwana, lakini wakafika mahali wakaacha Mungu wakarudi nyuma. Kwa sababu ya hiyo kundi pia Mungu akasema ya kwamba ataachilia mkono wake juu ya Yuda akaweze kuiadhibu. Kwa hiyo tuone kuna kundi la mwisho kabisa katika huu mstari wa 6. Nasema hivi.
na hao wasiomtafuta Bwana wala kumuulizia. Kwa hiyo unaona katika taifa la Yuda hapa kuna kundi la watu ambao sio kwamba wametembea na Mungu, yaani hawana haja ya kumtafuta Mungu, na vile vile hawana hata haja ya kumuulizia yule Mungu. Yaani wao wako tu wanafanya tu mambo yao, mambo ya Mungu yani haiwagusu, haiwahusu kabisa. Watu kama hao wako hata mpaka na waleo. Yeye hutamuona kanisani, hautamuona kwenye kurusedi, hautamuona kwenye kesha, hautamuona mahali popote ambapo Mungu anatajwa, hautampata na Biblia. Anaishi maisha tu kama ya ng'ombe. Bora tu akiamkeni kutafuta riziki yake, akimaliza anakuwa analala. Sijawahi kuona ng'ombe wakiwa wanaenda kanisani. Kuna mtu amewahi kuona ng'ombe akienda kanisani? Hakuna. Sijawahi kuona ng'ombe akifanya ushirika ndio anamuomba Mungu, ama anamshukuru Mungu jioni Mungu amewalinda vizuri, au kuchinjwa. Hawana shukrani. Sasa wanadamu, kuna wanadamu ambao wanaishi kama wanyama. Kama simba, anajua anategemea nguvu zake kwa kuwinda. Simba ategemei Mungu. Yeye anajua nguvu zake ndio zinamsaidia. Kwa hiyo kuna watu ambao walipatikana kwenye taifa la Yuda ambao walikuwa hawana haja ya kumtafuta Mungu. Hata wacha kumtafuta, hata kumuulizia tu Mungu hawana haja na yeye. Hata kwa sababu ya yale makundi ya watu, adhabu ya Bwana ikawa inashuka juu ya Yuda. Kwa hiyo unaona hukumu ya Mungu sasa inashuka kwa watu wote, hasa kuanzia mstari wa 4 mpaka 6. Mungu anaweka kando na kufuata na kuelekeza mkono wake wa ghadhabu juu ya Yuda kwa sababu ya haya makundi ya watu ambao imekuwa mahali pale. Kwa hivyo wapendwa, sisi pia sio tofauti na wale watu wa zamani, sio tofauti na wale watu wa Yuda. Yale mambo ambayo waliyafanya tunayafanya. Kule kuonywa ambako walionywa tunaonywa, lakini kila mtu amebaki katika msimamo wake mwenyewe na sababu zake mwenyewe za kumfanya asimame mahali pale. Kwa hivyo Bwana ameahidi kwamba kwa wale watu ambao wamemkataa, wale watu ambao wanaabudu sanamu, wale watu ambao hawana haja na yeye, wale watu ambao hata kufanya makosa wakirekebisha hawarekebiki, Bwana amesema ya kwamba wakati wa Nuhu aliachilia gharika, lakini wakati wa mwisho ambao unakuja ameandaa tanuru ya moto. Na ambao wengine wanasema ya kwamba siku ya mwisho haipo, kama vile Petro anasema, lakini Bwana ameandaa ulimwengu wa sasa wa waasi wakaweza kuteketezwa katika jehanamu ambayo ni ya milele, ambayo hakuna kukufa, hakuna usiku wala mchana, ni maumivu na mateso ambao Bwana amewekea watu ambao ni waasi. Kwa hiyo kama wewe haumtumikii Mungu, unamtumikia shetani. Kama wewe hautoki siku kama hii ya leo kukusanyika na wenzako kwa ajili ya Bwana, utatoka kusanyika na wenzako kwa ajili ya mambo yako ya duniani ama mambo ya kishetani. Kama wewe umemwacha Bwana, unajua kwamba hukumu ya Mungu iko juu yako. Jehanamu ya moto inakuangalia. Kama wewe hauna haja na Mungu, hata umtafuti wala haumuulizii, sio kwamba uko salama, jehanamu inakungojea. Ongea tu mambo ambayo utaongea yote umalize. Sema kwamba tangu mababu zetu wakufe, sisi nani hatujawahi kuona mtu, hatujawahi kuona siku ya mwisho ikifika. Hii ni msemo tunaosema. Wewe endelea tu kusema. Hata wakati wa Nuhu watu walikuwa wanaongea namna hiyo. Lakini siku ilifuka. Saa hizi tunaongea namna hivi na siku inakuja. Na danganyiko nasema ya kwamba mtu akifa hiyo ndio siku yake ya mwisho. Unajifariji moyo. Wewe kufa tu. Kiyama ya wafu inakuja. Itakapofika hiyo siku ya dhihirikwa, ndio utaweza kulipwa sawa sawa na yale mambo ambayo uliyafanya. Kwa hivyo wapendwa, ni jambo gani ambalo Mungu anataka tukaweze kulifanya wapendwa, wakati tunapojikuta katika hali moja hizi? Labda ulikuwa unaabudu miungu, ama wewe unamtumikia Mungu na moyo uliogawanyika, upande mmoja kwa Mungu, upande mmoja kwa shetani. Kanisani uko, kwa waganga wanaenda, maombi unafanya,
mambo ya ushetani ya uganga unaifanya. Unamtumainia Mungu huku unatumainia nguvu zako. Je, tutafanya nini wapendwa, ili tukaweza kupata kupona? Na Mungu anataka tufanye nini wapendwa? Songa tu mbele ya kitabu cha Zefania pale, mlango ambao ni wa kufuatia, ambao ni wa pili. Tuangalie mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Tuone kile kitu ambacho Mungu anataka watu ambao wamejipata katika hali hiyo wakifanya. Maana Mungu hataki uangamie pale. Mungu hataki kufia katika dhambi. Mungu hataki uingie jehanamu. Mungu hataki akuadhibu na kumaliza, bali anataka ufanye jambo la kusaidia. Kwa hiyo anakufunulia makosa yako na anakutishia kwa ghadhabu ambayo ameweka mbele yake. Na kisa na maana anataka urekebike ili usiingie pale mahali pabaya. Katika mlango wa pili wa kitabu cha Zefania mstari wa kwanza hadi wa tatu, Biblia inasema hivi: Jikusanyeni, naam, jikusanyeni, taifa lisilo na haya, kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapita siku ile kama makapi, kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana, kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana. Mtafuteni Bwana, enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mkafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Sasa unaona kitu ambacho Bwana anahimiza hapa ni kwamba amesema kwamba kuna jehanamu ya milele na ameitayarisha na iko kwa wale watu ambao ni waasi, lakini anapeana usia kwamba wale watu ambao wakaa katika uasi waachane nao, wamgeukie yeye kabla hiyo siku ya Bwana haijakuja, ile siku mbaya. Maana wakati mtu anapokuwa, Biblia inasema ya kwamba wanadamu amewekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo kuna siku ambayo inakuja ambayo Bwana Yesu atarudi, na kama hatarudi akupate wewe na mimi, basi tutakuwa tumeondoka duniani. Biblia inasema ya kwamba mwanadamu amewekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba licha ya jehanamu kutengenezwa, licha ya ghadhabu yake kuwekwa na hasira yake kupanda, anasema ya kwamba kunalo tumaini. Anasema ya kwamba mwanadamu akamrudie yeye. Katika mstari wa tatu, mtafuteni Bwana, enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, na huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Huko wale ambao wanasikia wakimtafuta Bwana, wakati Bwana atakaposhuka na hasira siku hiyo, watafichwa ndani ya mabawa yake, lakini wale waliosalia na uasi, wao ndio watakaoangamia. Kwa hiyo wewe usiwe miongoni mwa wale ambao wataangamia, lakini ni vizuri uwe miongoni mwa wale ambao watatubu, waache dhambi zao, waache tabia zao, waache mienendo yao, waache ukora wao, waache udanganyifu wao, waache wizi wao, waache usherati wao, waache uuaji wao, waache mapigano, waache mambo yote ambayo yao kinyume na mapenzi ya Bwana, wakamtafute Bwana, wakatafuta haki ya Bwana. Nuru ya Mungu itawazukia, na siku ya Bwana itakapofika ile hasira, Bwana atawaficha ndani ya mabawa yake. Watakuwa ni watu wa kuokolewa na kuingia uzimani, lakini wale watakaosalia na uasi watakuwa ni watu ambao watakuwa ni watu wa kuangamia. Kwa hivyo hapo ndio tunaona sasa kile ambacho Bwana anaikusudia kuweza kukitenda kwa watu ambao ni waasi, na kile ambacho Bwana atakitenda kwa wale watu ambao ni waasi wakati wanasikia neno la Bwana, wakitubu na kumgeukia Bwana, wanasafishwa. Ndiposa Mungu anasema katika Isaya ya kwamba njooni kwangu, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufu. Zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa wito wa Bwana kwa watu wake ambao wanasikia sauti yake ni kwamba wasikae pale mahali ambapo ni pa uasi, bali wageuke, wamgeukie Mungu, watubu, na Bwana mwenye rehema ataweza kuwasamehe na kuwaponya.
Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Bwana Mungu akawabariki sana.